tutazame kwa upande wa magazeti yaliyotufikia hapa studio. Na kama wewe ndo kwanza unajiunga nasi, basi hiki ni kipindi cha Asubuhi Njema, kipindi ambacho kinakuwa na sehemu ya kwanza ambayo ni habari, lakini tayari tumekwisha kumaliza, lakini unaweza kuipata katika mtandao wetu ule katika tovuti yetu www.channel10.co.tz moja kwa moja unaweza kupata. Lakini wewe kama tuko pamoja, basi sasa tutazame kwa upande wa magazeti tufikie hapa studio. Nianza na gazeti Zanzibar Leo ambalo ni leo lina muonekano mpya ambao tunaweza kuita kwamba ni muonekano mzuri pia, kama ambavyo lenyewe limeweza kuonekana Zanzibar Leo. Habari kubwa inasema mawaziri wajifungia kujadili muungano. Abuda sema mazungumzo kukwamua kila kitu. Habari kamili ni ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini daktari aliyedaiwa kukashifu Uislamu arejeshwa rumande. Habari hii pia ipo katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Ufadhili wa kuhamisha ujenzi ofisi ya RC. Lakini Dr. Magufuli asema sitavumilia uchochezi, au atoa onyo kwa magazeti mawili. Na kuna habari picha hapa inamuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akisikiliza maelezo kutoka kwa mmiliki wa kiwanda cha kutengeneza vinywaji cha Jambo Food Products Salum Hamisi Mbuzi mara baada ya kukizindua mkoani Shinyanga. Ni Zanzibar Leo hilo, ukurasa wake wa mwanzo. Habari Leo ukurasa wake wa mwanzo, gwiji la habari Tanzania lenyewe linasema marufuku kutimua wanafunzi vilaza. Ni agizo la serikali kwa shule binafsi na mashirika ya dini, yataka sheria ya utoaji elimu ifuate, wakiukwaji kuadhibiwa. Na kuna habari nyingine inasema kikao na benki kuu hakikujadili kupandisha umeme. Lakini 12 kuchunguza chanzo cha moto uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Habari kamili ukurasa wa 2, ambao pia katika ukurasa wa mwanzo inaandana picha inaonyesha shughuli za usafirishaji wa abiria zimeendelea kama kawaida katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere licha ya kuzuka moto chumba cha kuhifadhia mizigo usiku wa kuamkia jana. Moto huo uliweza kudhibitiwa. Ni Habari Leo ukurasa wake wa mwanzo. Mtanzania Fikra ya Kinifu lenyewe lina habari kubwa inasema tuhuma za magazeti mawili, kauli ya JPM ni nzito, wadau wa habari washtushwa watoa maoni yao. Mwenyewe anasema siku za vyombo hivyo zinahesabika. Miongoni mwa maoni hayo ni pamoja na maoni ya Profesa Benson Bana. Yeye amesema rais ashauriwe kwa mvumilivu kwa baadhi ya mambo. Lakini Profesa Shivji asema hana cha kuongeza wala hana cha kusema. Na Neville Mena hapa anasema rais amevihukumu vyombo vya habari kabla ya kusikilizwa. Ndivyo ambavyo gazeti la Mtanzania linaonekana katika ukurasa wake wa mwanzo. Lakini Profesa Muhongo ajisafisha kutohusika bei ya umeme. Ni gazeti Mtanzania. Jambo Leo sauti ya jamii, magumu manne yaliyoanza mapema mwaka 2017. Serikali ya okoa moja yavutia pumzi lingine. Mizigo ya abiria yateketea kwa moto uwanja wa ndege. Lakini JPM mbioni kutumbua magazeti mawili. Habari kamili ni ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Jambo Leo. Majira gazeti huru la kila siku lenyewe lina habari kubwa inasema wafungwa wa muda mrefu kuanza kushiriki uzalishaji. Kambi ya Lipumba yamshukia Mtatiro, yasisitiza madai yake hayana mashiko, ya mtuhumu kuwa mwanzilishi wa kuhamishia fedha akaunti binafsi. Lakini serikali yaunde tume kuchunguza chanzo cha moto uwanja wa ndege. Serikali yaunda tume kuchunguza chanzo cha moto uwanja wa ndege. Lowassa amtaka Rais Magufuli kutafakari hoja za wakosoaji. Ni gazeti Majira linavyoandika katika ukurasa wake wa mwanzo. Tanzania Daima, Sumaye adai CCM mwisho 2020. Wafuasi Chadema CCM watuangana kwenye kampeni. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini mhadhiri anaswa kwa rushwa ya ngono, ni mzee wa miaka 66, mwanachuo miaka 25. Habari kamili ni ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Uhuru, JPM aonya, na kuna nukuu hapa: serikali ya kutumbua majipu haiwezi kuacha kutumbua magazeti yanayofanya mambo ya uchochezi. Hatuwezi kuiacha Tanzania ikawa dampo la eneo la kuweka maneno ya uchochezi chini ya utawala wangu. Hilo halitakuwepo. Kuna magazeti mawili tu, kila ukisoma wao ni kuchochea, ikizungumzwa habari hii wao wanageuzwa. Ndivyo ambavyo gazeti hili la Uhuru linaandika katika ukurasa wake mwanzo. Na inaambatana habari picha hapa ambayo inamuonyesha Rais Dr. John Pombe Magufuli akiwa na viongozi mbalimbali na wafanyakazi wa kiwanda cha kutengeneza mifuko ya sandarusi mkoani Shinyanga. Hiyo ilikuwa ni jana, picha nzuri kabisa ya wafanyakazi ya kumbukumbu hiyo. Lakini vile vile kuna habari nyingine inayohusu sakata la wafanyabiashara wa nyavu, vinara wa haha kusaka maficho, na Profesa Mbarawa acharuka. Ni gazeti Uhuru linavyoandika ukurasa wake wa mwanzo. Tutazame Daily News sasa kwa ukurasa wake wa mwanzo.
JPM akemea vyombo vya habari vinavyofanya uchochezi. Ndivyo linavyoandika gazeti hili kwa ukurasa wake wa mwanzo, na kuna habari picha ambayo tumeiona pia katika gazeti la Uhuru ambayo amepiga na wafanyakazi wa kiwanda huko Shinyanga. Ndivyo linavyoandika, lakini Muhongo akanusha taarifa za ubadilifu wa fedha kuhusiana na bei na upandaji wa bei za nishati. Ni gazeti hilo la Daily News linavyoandika katika ukurasa wake wa mwanzo. Lakini tumeyaundwa kuchunguza chanzo cha moto uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, Dar es Salaam. Michezo, tutazame gazeti hili la Daily News ambalo moja kwa moja tunaanza nalo. Lakini tunaambiwa Stars ipo katika kumbi la patapotea kwenye kufuzu AFCON mwaka 2019, kombe la mataifa ya Afrika 2019. Tanzania pangwa kundi la kupata ama kupotea. Ndivyo ambavyo linaandika gazeti hili la Daily News. Lakini CAF wao wataamua swala la Serengeti Boys ndani ya siku 10. Ni baada ya Lese Bese, yule mchezaji wa Kongo alionekana kuzidi umri, swala lake kupelekwa CAF kutoka TFF akilipeleka CAF na kutaka uchunguzi ufanyike. Huenda vijana Serengeti Boys wao wakafuzu michuano ya vijana. Lakini nyota wa tennis wa Tanzania wang'ara jijini Nairobi nchini Kenya. Ni Daily News inavyoandika katika ukurasa wake wa michezo na burudani. Tutazame Uhuru sasa upande wa michezo na burudani. Simba yaipiga bao Yanga. Ni kuhusiana na nini? Basi ukurasa wa 22 wa gazeti la Uhuru utaweza kujionea nini. Sanchez Ozil wageukia kikapu. Ndivyo linavyoandika gazeti niki. Vipi basi upunga gazeti la Uhuru na undani wa taarifa hiyo. Tanzania Daima upande wa michezo na burudani. Mama mkanye mwanao Azam FC mabingwa mapinduzi Cup 2017. Hii ni Dimao Azima Tambo za Simba SC, na kuna orodha hapa mabingwa wa kombe hilo la mapinduzi katika gazeti la Tanzania Daima. Lakini vile vile gazeti Majira upande wa michezo na burudani, tunageukia ligi kuu. Ni kauli ya kocha wa Simba Joseph Morris Omog, ndivyo ambavyo anazungumza hivyo. Stars kazi wanayo AFCON 2019. Ni gazeti Majira linaandika hivyo. Jambo Leo upande wa michezo na burudani, Gabon versus Guinea Bissau ni kombe la mataifa Afrika saa 1 jioni leo katika uwanja wa Stade Almaty mjini Libreville huko nchini Gabon. Taifa Stars yaonywa kufuzu AFCON 2019, ambapo yenyewe ukitazama basi ipo katika kundi moja na kina Cape Verde, Uganda na Lesotho. Ni gazeti Jambo Leo linavyoandika. Lakini Mtanzania upande wa michezo na burudani, Stars njia nyeupe kufuzu AFCON 2016. Obema Young abebeshwa mzigo AFCON. Ni nahodha wa timu ya Gabon kuelekea michuano ya mataifa ya Afrika. Lakini Habari Leo upande wa michezo na burudani, mnyama achinjwa usiku. Ni kuhusiana na hilo kombe la mapinduzi ambapo Simba imefungwa na Azam FC. Lakini Stars njia nyeupe AFCON 2019. Na kuna ratiba ya ligi kuu England hapa inaonyesha mechi za leo na mechi za kesho, ambapo miongoni mwa mechi hizo ni Tottenham na West Brom Albion, Swansea Arsenal, lakini West Ham na Crystal Palace, Leicester City pamoja na Chelsea. Lakini kubwa zaidi ni mechi za kesho ambapo Everton watacheza na Man City, lakini Manchester United na Liverpool. Panda michezo na burudani, gazeti hili la Zanzibar Leo lenyewe habari kubwa inasema kiwanja cha gofu cha kisasa kujengwa Zanzibar, ni cha kwanza Afrika Mashariki, pia kitakuwa ni kivutio cha utalii. Resi za ngarawa zatia fora Fumba. Ni kuhusiana nini? Resi za ngarawa zatia fora huko Fumba. Ni hizo ni mbio za ngarawa huko Zanzibar. Lakini chama cha baiskeli chalia ukata. Habari zote zinatoka huko Zanzibar mwenye gazeti hili la Zanzibar Leo. Tutazame upande wa gazeti naandika habari za michezo pekee ambalo bingwa ndiko ninalo mkononi hapa. Lenyewe habari kubwa inasema Yanga mzuka mkwasa ndani. Lakini vile vile kuna habari nyingine, Azam bingwa mapinduzi Cup 2017 yailaza Simba goli 1-0 uwanja wa Amani. Na vile vile tutazame gazeti hilo ukurasa wa mwisho ambao lenyewe ni kimataifa zaidi. Habari kubwa inasema wavivu Ibrahimovic aponda nyota wa kizazi kipya. Chelsea wamtamani Dimitri Payet yule mchezaji wa West Ham United. Lakini Ronaldo sasa alitamani kombe la shirikisho Ulaya. Cheke ajivua lawama mvua ya mabao Arsenal na Didier Drogba atua Corinthians ya huko Brazil. Ni gazeti bingwa linavyoandika katika ukurasa wake wa mwisho, na moja kwa moja ndilo gazeti ambalo tunahitimisha nalo sehemu ya pili ya kipindi hiki ambacho tulikuwa tukitazama magazeti yaliyotufikia hapa studio. Kwani